Kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Sakapu Jumane Muliro amesema jeshi hilo limeanza kutekeleza sheria za kuhakikisha kuwa shughuli zilizokuwa zikifanyika katika kanisa la Askofu Josephat Gwajima ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Kawe kupitia Chama cha Mapinduzi CCM haziendelei tena kutokana na agizo la kusimamisha shughuli za kanisa hilo lililotolewa na msajili wa jumuiya za kiraia nchini Tanzania. Sakapu Jumane Muliro amesema kuwa kama Askofu Josephat Gwajima anataka kuendelea na shughuli za kanisa hilo, basi afuate utaratibu wa kisheria, ikiwa ni pamoja na kukata rufaa kwenye mamlaka za kisheria zilizowekwa. Pamoja na mambo mengine, Jumane Muliro amedai kuwa ni kweli wamewakamata baadhi ya watu waliokuwa wakikaidi kufungwa kwa kanisa hilo kwa ajili ya kuzungumza nao ili kujua walikuwa na lengo gani. Sisi jukumu letu ni kuona kwamba tunaitekeleza ile sheria na kusimamia kuona kwamba kilichoelezwa na ofisi ya msajili basi kinatekelezeka, na kutekelezwa kwake ni kutoendelea kufanya zile shughuli zilizokuwa zikifanyika katika kanisa hilo la Askofu Josephat Gwajima, amesema kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumane Muliro. Aidha, kamanda huyo amesema kuwa wakati tukielekeza nini cha kufanya kulingana na maelekezo ya kisheria, kuna baadhi ya watu walikuwa wanafanya mambo ya kutoelewa. Kwa hiyo ikabidi tuwachukue na kuendelea kuongea nao ili kujua kweli walikuwa hawaelewi kilichokuwa kinatekelezwa au walikuwa wanafanya tu kukataa kwa maana ya kutaka kusababisha fujo, ameongeza Sakapu Jumane Muliro, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam. Wakati huo, waziri wa mambo ya ndani wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Innocent Bashungwa amesema serikali inaanza kufanya uchunguzi dhidi ya taasisi za kidini ili kubaini ambazo hazijasajiliwa na kuziwasilisha bungeni ili Watanzania wajue kuwa wanapowachukulia hatua sio kwa mambo ya kisiasa. Bashungwa ametoa kauli hiyo Juni 3 mwaka huu bungeni jijini Dodoma na kubainisha kuwa zipo taasisi ambazo zinazua taharuki kwa Watanzania bila sababu za msingi, hivyo bunge litafanya uchunguzi na uchambuzi vizuri ili kubaini wanaofanya kazi kinyume cha utaratibu ili wachukuliwe hatua na kuwatoa wasiwasi wa Tanzania kuwa sio mambo ya kisiasa. Unakuta mtu hajasajili kanisa na anatoa huduma, anaamka anasema ameomba, ameoteshwa kwamba sijui kitatokea nini. Kama umeona umeoteshwa kutakuwa kuna hali ambayo sio nzuri, basi nenda muombe Mwenyezi Mungu azuie isitokee kwenye taifa letu, lakini sio kutoa taharuki kwa taifa kwamba jana nimelala nimeota mimi ni nabii, kutakuwa na taharuki, amesema Mheshimiwa Bashungwa. Aidha, Bashungwa ameendelea kwa kusema, sasa mimi nilitegemea huyo kiongozi angeenda akamuomba Mwenyezi Mungu aombe hilo balaa lisitokee, lakini kiongozi huyo analeta taharuki ya nchi. Watanzania waache kufanya shughuli zao, waanze kupaniki, lakini akifuatilia unakuta hajasajiliwa. Ukimgusa nasema serikali inavamia viongozi wa dini. Kwa hiyo tunataka kwenda kufanya uchunguzi na uchambuzi vizuri, tutaleta mbele ya bunge hili, tuwaonyeshe wale ambao wanafanya kazi kinyume cha utaratibu ili tunapowachukulia hatua Watanzania wajue kuwa sio mambo ya kisiasa, amesema Mheshimiwa Innocent Bashungwa, waziri wa mambo ya ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wakati hayo yakiendelea, chama cha ACT Wazalendo kimeiomba serikali kusitisha kufutwa kwa kanisa la Askofu Gwajima. Tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka 2025, serikali kupitia kwa msajili wa jumuiya za kiraia imetangaza kulifutia usajili kanisa la Ufufuo na Uzima linaloongozwa na Askofu Josephat Gwajima. Hatua hiyo inakuja baada ya Askofu Gwajima katika siku za hivi karibuni kujitokeza na kukemea vitendo vya utekaji wa watu vilivyoota mizizi na kukithiri nchini, huku akitoa wito vitendo hivyo visivyokubalika kukomeshwa. Mbali na hatua hiyo, wafuasi na waumini wa kanisa hilo wameripotiwa kukamatwa na polisi, hali inayoashiria mwendelezo wa ukiukwaji wa haki ya kukusanyika na kuabudu. ACT Wazalendo tumesikitishwa na hatua hiyo ya serikali kulifuta kanisa la Askofu Gwajima na kuwakamata waumini wake, na tunalaani
na kupinga vikali hatua hiyo inayolenga kuzima na kunyamazisha kila sauti inayokemea maovu yanayoendelea hapa nchini. Tunaitazama hatua ya serikali ya CCM dhidi ya Askofu Gwajima kama mwendelezo wa ukandamizaji na ukiukwaji wa haki na uhuru wa maoni pamoja na uhuru wa kuabudu, haki ambazo zimetolewa na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumeshuhudia viongozi wa makanisa mbalimbali wakitoa kauli na mahubiri ya kusifia na kuipamba serikali na viongozi wa serikali waziwazi bila kificho. Ikiwa mahubiri ya kuwapamba viongozi wa serikali hayachukuliwe kama ni kuchanganya dini na siasa, inakuwaje mahubiri yanayowakosoa na kuwataka kuwajibika kwa wananchi ndiyo yawe ni uchochezi na kuchanganya dini na siasa? Imehoji taarifa ya ACT Wazalendo. Aidha, taarifa hiyo imesema ACT Wazalendo tunapenda kutoa msimamo ufuatao: moja, serikali sitishe mara moja hatua yake ya kulifutia usajili Kanisa la Ufufuo na Uzima, kwani hatua hiyo ni ya kiukandamizaji na inavunja misingi ya uhuru wa maoni na uhuru wa kukusanyika na kuabudu. Zaidi inalenga kuzima sauti zinazopinga maovu katika nchi na kustawisha sauti zinazoshamirisha maovu na udhalimu. Tunatoa wito kwa jamii yote ya Kitanzania pasipo kujali tofauti zetu mbalimbali kuungana pamoja kupinga na kukemea vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu vilivyoshika kasi katika nchi yetu, hasa vitendo vya utekaji, kupotea kwa watu na mauaji. Tusikubali nchi yetu kugeuzwa kuwa kitovu cha utekaji na mauaji. Jambo la tatu, ACT Wazalendo itaendelea kutekeleza wajibu wake kama chama cha siasa kinachotumikia maslahi ya wananchi kwa kuhakikisha tunapinga vitendo hivi visivyokubalika katika jamii yoyote iliyostaarabika. Aidha, tunawakumbusha wananchi kuhakikisha wanaiwajibisha serikali ya CCM kwa kuiondoa madarakani kwenye uchaguzi mkuu ujao, kwani imeshindwa kuwajibika kulinda na kuthamini uhai na haki za binadamu. Taarifa hii imetolewa na Shangwe Ayo, naibu katibu idara ya habari, uenezi na mahusiano na umma wa ACT Wazalendo. Hii ni Sky4 Media.